jambo moja. Msiwaone kwamba ni maadui zetu. Sawa, ni maadui zetu. Msiwaone kwamba ni watesi wetu. Muwaone kwamba hawa ni ngazi yetu ya kupandia. Ili tuweze kukaa vizuri na Mungu wetu. Shetani lazima alete watesi. Sema, nyie watesi wetu. Nyie watesi wetu. Ni ngazi yetu ya kupandia juu. Ngazi yetu ya kupandia juu. Bwana asifiwe. Hata wana wa Israeli, kadiri walivyokuwa wakiteswa, ndivyo walivyoongezeka na ndivyo walivyokuwa imani yao kumlilia Mungu wao. Bwana asifiwe. Twende mbele za Mungu, muombe Mungu, mshukuru Mungu hata kwenye ibada hii, kwa sababu shetani alitaka aizuie. Mungu amesema lazima iwepo. Amen. Watumishi wa Mungu, wachungaji wanawake walibaguliwa sana tulipokuwa kule. Hawakutambuliwa kwamba na wao wanaweza wakawa makuhani, wanaweza wakaongoza madhabahu. Na ndugu zangu, tulipokuwa tukiingia kule, tuliingia na wachungaji wanawake, lakini tuliingia wakitupokea kwa shingo upande, wakisema kwamba hata kama tunawapokea lakini msiwapatie sharika. Lakini ndugu zangu, ni kwa mvutano na kushauriana wakakubali kwa shingo upande kwamba baadhi ya wachungaji wanawake wapewe sharika, lakini wao hilo haikuwa hiari yao. Na wakatuwekea tena kikomo kwamba tusimbariki mwanamke yeyote yule. Na ndio maana toka tulipoingia KCAM tumekaa miaka 3 na hatukuweza kumbariki mchungaji yeyote mwanamke. Lakini Bwana anayefanya njia pasipokuwa na njia, amefanya njia, tumeingia kwenye jengo la kwetu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, nyumba ya mwingine ni nyumba ya mwingine, na hasa nyumba ya kupanga. Nyumba ya kupanga huna uhuru nayo. Nyumba ya kupanga, kwenye nyumba naweza kusema leo hakuna kula kitimoto, tutakula dagaa, na mtafuata hivyo kwa sababu ni nyumba ya kupanga. Na ndugu zangu, na ndio maana ilipofika wakati tukasema sasa yatosha, pamoja na figisu nyingine zote ambazo walitufanyia, matendo mengine ya ukatili waliotufanyia, tukasema sasa yatosha. Haijalishi tutaanzeje, lakini tuhamie kwenye nyumba yetu. Hebu mpige Bwana makofi. Bwana asifiwe. Kwa mtu yeyote mwenye akili, baba anapokuambia kwamba hii ni nyumba ya kupanga, inabidi uelewe kwamba hii ni nyumba ya kupanga. Usipoelewa kwamba hii ni nyumba ya kupanga, basi akili zako zinahitaji kupimwa. Na baba anaposema sasa tumeshapata nyumba ya kwetu, hebu tuende kwenye nyumba yetu, alafu baadhi ya watoto wasema tutabaki hapa kwenye nyumba ya kupanga, unahitaji kuwaombea vile vile. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu sana sana, tena kwa machozi mengi ya furaha, kwamba ametupa kanisa hili, kanisa la kwetu sisi wenyewe, kanisa la Kilutheri wa mwisho Tanzania, kanisa ambalo linaanzia Mbeya. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe. Kanisa la KCAM lilianzishwa kule Moshi, na makao makuu yako Moshi, na linamilikiwa kule Moshi. Lakini hili la kwetu kanisa la Kilutheri na Uamsho Tanzania limeanzia huku Mbeya, ni la huku Mbeya, ni la kwetu huku Mbeya, na makao makuu yetu yako Mbeya. Ndugu zangu, mama yako aliyekuzaa, kama una akili timamu, mama yako aliyekuzaa, haijalishi ikoje, inabidi umpende kwa sababu ni mama yako. Kwa sababu ni mama yako. Cha kwako ni cha kwako. Mimi nilipokwenda Ulaya, siku moja nikasema kwa nini sikuzaliwa huku Ulaya? Lakini baadaye nikatubu nikasema hata kama ningependa kuishi Ulaya na kusema ni wa Ulaya, lakini mimi nimezaliwa Kyela, na nyumbani kwetu ni Kyela na mkoa wa Mbeya huku
kukosebe, lazima nikupende hata kama kuko vile kufanana na Ulaya, kwa sababu kwako ni kwako, nyumbani ni nyumbani. Haleluya kanisa. Ndugu zangu, wilaya hii sasa ya Kyela, kwa mfano wilaya hii ya Kyela ina makanisa mawili makubwa tu, tena ambayo yameanzishwa na watoto wenu wa Kyela. Tunalo kanisa la Kiinjili la Kimoravian Tanzania. Alafu la pili, kanisa kubwa la pili ni kanisa la Kiluteri la Uamsho Tanzania huko Kyela. Bwana Yesu asifiwe. Lakini na sisi Mbeya katika makanisa ya Kiluteri na sisi tumo. Katika mkoa wa Mbeya tumo. Katika mkoa wa Iringa tupo. Katika mkoa wa Songwe tupo. Dar es Salaam tupo. Ndugu zangu, tunasonga mbele. Wameitwa Kesare, wamesema walidhani kwamba tunafanya nini, tutakufa, lakini kumbe tufanya nini, tunaendelea kuishi. Hebu mpigie Bwana makofi. Haleluya. Bwana asifiwe. Niwaombe sana ndugu zangu wachungaji, niwaombe sana wachungaji wangu, tushikamane, tupendane, tuheshimiane. Mkubwa uheshimu walio chini yako, kwa sababu huwezi kuwa mkubwa kama hawapo walio chini yako. Hebu wainjilisti na watheolojia, naomba tusimame. Tutoke wapi? KCAM. Lakini sasa mimi ninaamini kwamba ulikuwa ni mpango wa Mungu kwamba tuondoke KCAM ili Mungu atenganishe mchele na ni jamani. Mungu atenganishe mchele na ni jamani. Ilikuwa ni mpango wa Mungu. Ndugu zangu, ninawaomba sana Wakristo, mtuombee sisi viongozi wenu, mtuombee sisi wachungaji wenu, mtuombee ili kanisa hili ambalo Mungu ametupa kwa neema tu lipate kukua, lifike Tanzania nzima. Sema amini kwa Bwana. Ofisini kwangu nimepokea barua nyingi za maombi kutoka maeneo mbalimbali ambao wanatamani kujiunga na kanisa letu la Kiluteri la Uamsho Tanzania. Na ninayo furaha kuambia hapa ndugu zangu kwamba mchakato wetu wa usajili unakwenda vizuri. Tumepata kibali cha kuabudu kwa muda na tuasubiri usajili wa kudumu, na wenyewe tutapata hivi karibuni. Hebu piga makofi kwa Bwana. Haleluya kanisa. Leo tulipokwenda pale kwa OCD, mtu mmoja pale akasema kanisa lenyewe hatulijui na hatujui kwamba limesajiliwa, hatuwezi kusimama na kanisa ambalo haijasajiliwa. Lakini kawaambia kwamba nenda ofisi ya msajili ukajione kazi ambayo inaendelea na kibali cha muda ambacho tunacho. Wakanyamaza kimya. Ndugu zangu, naomba nishie hapa, muda wetu ni mchache, lakini nina furaha sana. Mwambie jirani yako, mwambie nimefurahi kukuona tena. Mwambie tena jirani, mwambie nimefurahi kukuona tena. Mwambie nimefurahi kwamba tuko pamoja. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, mimi ninayesimama hapa, hata kama Mungu ataniita kwenda kupumzika kwa Baba, naomba sana kwamba mbegu ya uamsho ndani ya kanisa hili izidi kusonga mbele, izidi kukua. Hatuna mali, lakini tunachojivunia ni ibada zetu ambazo zinampa Mungu sifa, ibada ambazo zimechangamuka, ibada ambazo sio za wagonjwa, ni ibada za wazima wanaompatia Mungu tukufu, wanaompatia Mungu sifa. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, hata kule Mloo tumeanza
kanisa letu la Kiluteri la Uamsho. Hebu dada kutoka Mlowo, dada kutoka Mlowo.